Mwalimu, mechi yako ya kwanza unapata ushindi mzito wa mabao matatu na timu ambayo mzunguko wa kwanza iliweza kurejea baada ya kuwafunga 2-2 wakasawazisha. Nini kikubwa ambacho kilikuwa cha utofauti kwa leo, na kwa namna gani vijana wako walifanikisha mambo ya kiufundi ambayo uliwaagiza? Ya kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu, tumeweza kumaliza mechi salama. Tumecheza game, tumepata matokeo ya ushindi wa goli 3. Kikubwa pia ni wapongeze vijana kwa kuweza kucheza kwa kujituma, kucheza pia kwa maarifa. Mechi ya FA tulipoteza nafasi nyingi, lakini moja ya vitu ambavyo tulifanya masahisho ni kuona tunatumia nafasi tunazozipata. Kitu kizuri, vijana wametumia nafasi ambazo tumezipata na kupata ushindi ambao umetuongezea alama na kuwa salama kwenye msimamo. Ushindi wa leo kwa maana kwamba wewe unapata ushindi kwa mara ya kwanza ukirejea katika ligi kuu, ukitokea na moto ule wa championship, una maana gani kwako na hasa kuelekea mechi na kuja dhidi ya Tabora United? Mimi nikiri, ligi kuu, ligi daraja la kwanza kwa sasa hivi zote ni ligi ngumu. Nimetoka kule chini, nimekuja juu, kikubwa natakiwa ni cope na mazingira ya juu. Nashukuru leo nimejaribu kucope na vijana wamejaribu kufuata kile tulichokifanya, mabadiliko na masahisho. Niseme tu tofauti ni ndogo mno, lakini ushindani wa chini uko mkubwa kama ambao uko kwenye Premier huko. Shukrani sana kocha. Asante sana. Naam, huyo ni kocha Salum Mayanga akizungumza namna hiyo mara kwanza akiwa anarejea katika ligi kuu, huku akiwa ameandikisha ushindi mzito wa mabao 3-0 mbele ya timu ngumu, timu isiyotabirika Fountain Gate. Naposema isiyotabirika, watu wengi wanafahamu kile ambacho kimetokea kwa baadhi ya michezo, wakishuhudia timu hii ikifanya vyema kabisa. Lakini kwa sasa hivi tupate kusikia kutoka kwa upande wa Fountain Gate wenyewe. Kocha Stam, pengine tuambie kile ambacho kimetokea kiufundi, kwa namna gani kwenda sawa wachezaji wenu ama kikosi kuwa sawa mpaka kufungwa mabao yote haya 3? Kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mchezo umeisha salama, lakini kubwa zaidi kwanza timu yetu iliweza kucheza vizuri, mipango tulipanga vizuri, lakini kipindi cha pili wachezaji wetu walikuwa wametoka katika mchezo kidogo, lakini pia na hata uchovu kwa sababu tulirudi chini zaidi tofauti na tulivyotarajia, lakini mimi naamini kabisa kwamba uchovu umechangia katika game ya leo, lakini game imeisha, tumepoteza mchezo. Nafikiri ratiba iko tight sana kwa sababu tunasafiri, alafu unafika siku moja na kama hivi umecheza leo mechi, kesho kutwa unataka tena ukacheze pale, na nafikiri tutajitahidi tupate muda ili turekebishe hii timu. Hapana shaka huko na mtaalamu wa saikolojia, mechi mfululizo kwa idadi kubwa ya mabao mnapoteza, baada ya Singida, baada na hii dhidi ya Mashujaa. Pengine kuna jambo la kufanya kazi kuelekea mechi ijayo dhidi ya Pamba ambao nao wanajitafuta, na leo hii tumesikia wamefanya vizuri kule ugeni wakiwa nyumbani. Ni kweli kuna kazi kubwa ya kufanya, kazi ipo kubwa ya kufanya. Kama ulivyoona mechi zote, kama wanavyosema mechi 2 tumepoteza tangia ile game ya Singida na hii, kwa hiyo bado tuna kazi kubwa ya kufanya, lakini nafikiri muda si rafiki, ila katika muda tuliokuwa nao kile kitu ambacho kinahitajika kukifanya tutakifanya, na kwenye mchezo labda unaokuja nafikiri kutakuwa kuna mabadiliko kiasi. Shukrani sana. Asante sana. Naam, huyo ni kocha Stam, wanamuita hivyo, amezungumza ya kwao ya kiufundi. Amesikitika kipindi cha pili timu yao haikuwa sawa sawa, lakini wakati huu tunaona kwa pembeni hapa mchezaji bora wa mechi ya leo, kwa maana katika zile dakika 90 kila alichoonyesha katika ubora mkubwa, Jafari Kibaya akiwa anapokea tuzo yake kutoka kwa wawakilishi wa benki ya NBC, kwa maana wale ambao wanamiliki ile jina la ligi NBC Premier League, wanamkabidhi tuzo yake, tayari kuonyesha kabisa jopo la makocha limetambua ukubwa na uwezo alioonyesha ndani ya dakika 90. Kutoka hapa katika dimba hili la Lake Tanganyika, mimi sina la ziada. Sasa narejesha kijiti kwenu hapo studio kwa ajili ya uchambuzi wa dakika zote 90 za mchezo wa leo.